Sana katika kipindi chetu wakati huu tena nikukaribishe tena. Tutakuwa sehemu ya pili ya somo letu la maono yangu ni nini. Tumeanza kuangalia somo ambalo limepita na sasa wacha tuendelee na sehemu ya pili, maono yangu ni nini. Na imani umeweza kufuatilia. Karibu sana katika somo letu la sehemu ya pili la kuhusu maono. Na imani kabisa kwamba umeweza kufuatilia sehemu ya kwanza na umenufaika na vitu vingi. Umeweza kujua kwamba maisha sio kubahatisha. Maisha ni kujua mzigo wako. Maisha ni kujua kazi yako ni nini. Hasa kwa wewe ambao unanifuatilia, huenda kazi yako imefichwa kwenye kilimo. Huenda kazi yako imefichwa kwenye kilimo. Ni swala la kukaa karibu na Mungu na kuweza kujua kwamba kwa nini una passion ya kufuatilia mambo ya kilimo. Kwa sababu vinginevyo ungekuwa sehemu nyingine unafanya mambo yako mengine. Dalili ya kwamba kitu ambacho ni kitu chako, unajua haiji kwa mkupuo na kujua kwamba hiki ni kitu changu, ila kuna vitu ambavyo vinakuwa vinatokea kwenye maisha yako mara kwa mara vikijirudia. Kuna mtu kwa mfano ameshawahi kufanya kilimo akapata hasara nyingi sana, lakini hajawahi kuacha, kwa sababu maono hayana kitu kinaitwa kwamba kile kitu ambacho unafanya vizuri sana ndio maono yako. No, ni kile kitu ambacho hata ukijitahidi kuacha kwa akili za kawaida, ukijitahidi kuacha kwa sababu ya upinzani wa nje, ndugu wanakataa, unajaribu vitu havitokei, bado yanarudi. Maono bado yanarudi. Mimi nakumbuka ishafika kipindi nikasema, kama vitu ndio vigumu kiasi hiki, si bora tu nikatafute kazi nyingine yote ya kufanya. Nilikuwa napita katika kipindi kigumu sana wakati fulani, lakini unarudishwa, unajaribu kufanya kazi hii, unafanya kazi hii, lakini bado unaambiwa hii sio sehemu yako. Kwa hiyo somo letu linasema maono haya yanafanikiwaje? Maono haya yanafanikiwaje? Kama tulivyoona katika sehemu iliyopita, maono yangu ni kitu gani? Nimesisitiza sana na naomba nikusihi kabisa, kama hujafuatilia somo la maono lililopita, tenga muda fuatilia, sikiliza kwa makini, elewa, na Mungu akusaidie na wewe upate safari yako kuanzia hapo. Okay, kama tulivyosema katika somo lililopita kwamba kama profitable farm, of course ndio mbeba maono. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba maono yanaanza na mtu mmoja, lakini hayatimizwi na mtu mmoja. Safari ya mafanikio huwa inaanza na mtu mmoja, lakini safari ya mafanikio haitimizwi na mtu mmoja. Huwezi kujua hata wewe ni part ya profitable farm. Siku moja unaweza ukawa sehemu ya profitable farm ya kusongesha ya maono yaweze kutimia. Kwa sisi katika profitable farm, sasa sitaki tena nijizungumzie maono yangu nini. Inabidi tuzungumzie sasa maono kama ya team ya profitable farm. Licha ya kwamba mimi ndio mwanzilishi wa hiyo project ya profitable farm. Sisi tunaamini utu wa mwanadamu hujengwa kwenye familia yenye afya, lishe salama na kipato cha uhakika kupitia miradi ya nyumbani. Hii ndio imani yetu, na hii ndio inatusukuma, inatudrive kila wakati. Chochote ambacho tunafikiri katika msingi huo, tukiwa tunaamini kuwa familia ndio jukwaa la mapinduzi makubwa kiafya pamoja na kiuchumi. Hiyo ndio imani yetu, kwamba sisi tunaamini kwamba familia ndio jukwaa mama la kimapinduzi ya kiuchumi na kifamilia. Naomba nirudie, kama hujasikiliza somo la maono, naomba urudi tena, ujipe muda, urudi kwenye ile somo ambalo nimefundisha. Litakusaidia sana kuconnect na masomo ambayo yamebakia, somo hili na somo ambalo nitakuja kulifundisha baadaye. Tunaamini mkulima hafai kuwa maskini. Yaani hicho ndio kitu ambacho sisi tunaamini. Tunaamini mkulima hapaswi kuwa maskini. Tunaamini kila mtu ana haki ya kupata chakula salama na safi
bila kuwa na sumu. Hiyo ndio imani yetu na hizo ndio imani zetu. Sasa maono yetu yakiwa ni hiyo, ni imani. Maono yetu yakiwa ni kuwawezesha familia kuanzisha na kukuza miradi ya kilimo na ufugaji nyumbani kwa elimu ya vitendo, teknolojia rafiki na mbinu salama zinazotengeneza lishe bora na kipato cha uhakika. Haya ni yote nilikuwa nimeelezea katika somo lililopita. Nimesema ni fanya haraka ili tuweze kuconnect na somo hili ili uweze kuona kitu gani ambacho tunaenda kufanya na tumetoka wapi. Jambo la msingi, kilimo na mifugo sio idea mpya, sio wazo ambalo limekuja leo, sio mimi nimeleta kilimo na mifugo, lipo tayari. Kila kitu ambacho tunakifanya vilishakuwepo. Sasa issue ni hivi, watu wamekuwa wakifanya miradi ya kuku, wamekuwa wakifanya miradi ya bustani, lakini sio kwa tija. Yaani sio kwa kiwango ambacho unaweza kusema ukajivunia. Ukiangalia kwa mfano, sisi kama Tanzania tuna advantage, tuna faida ya ardhi tunayo, tena ipo katika ukubwa sana. Tuna soko lipo. Lakini tuna watu ambao wapo tayari kwa ajili ya kutunga mkono, kututia moyo na kuendelea. Sasa hatuwezi siku zote kujivunia ukubwa ambao sisi hatuwezi kufaidi. Kama unakuta familia inamiliki eka 10, eka 20, wanapata gunia moja, hasa ina maana gani? Shangaa mtu anakuambia unaona hii sehemu mpaka kule chini kwangu huko, sasa ili we nini? Lakini bado umaskini ni mgumu kweli kweli. Sasa ina maana gani? Kuna maana gani ya kujivunia kwamba nina rasilimali, sio nina kitu gani ambacho yani hauoni connection ya, yani mtu anajivunia kwamba nyumbani nina mashamba, nina maekari. Sasa kuna tofauti ya shamba na msitu au pori. Ikiwa umemwomba Mungu akupatie eneo, Mungu hawezi kukupa pori, hawezi kukupa kitu ambacho utaenda kukiacha na kujivunia. Mungu anakupa shamba. Shamba ndani yake lina mifugo, lina mazao ambayo yanazalisha. Leo nikitaka Mungu anipatie ekari 1 au ekari 10, wala siendi kulialia. Unalia iwe nini sasa? Unampa proposal. Naambia sikiliza, nahitaji kujenga academy ya kilimo. Nataka kujenga academy ya kilimo na mifugo. Vijana nitawanoa, nitawaandaa waweze kuwa revolutionary kwenye kilimo. Nikae nao niwasuke. Nikishakamilisha tu ile proposal, ndani ya wiki 1, wiki 2, miezi 3, mwaka imeshapatikana. Very simple. Sio kwamba nimeenda kujipendekeza kwa mtu kumwambia unajua bwana mimi nisaidie. Maono hayasaidiwagi. Nafikiri nimeshaeleza sana kuhusu somo lililopita. Nimeeleza sana somo ambalo limepita. Kwa hatutakiwi kujivunia vitu ambavyo havina impact kwenye maisha yetu. Okay, jambo la msingi ni moja. Ndani ya ardhi ambayo ndio hiyo ambayo tunasema tunayo kubwa, soko ambalo hilo tunasema lipo, na watu ambao wako tayari, tunafanyaje? Sasa angalia kinachotokea. Vitu hivyo vinakuja kuwa msaada, vinakuja kuwa faida kwa mtu ambaye tayari ameshajitambua. Yaani kwa mfano sasa hivi wewe una advantage ya eka 2, una eka 5, una eka 10. Zitakuwa zina maana ukishajua thamani yake. Chochote chenye thamani ndio maana yake wewe inaonekana. Na thamani itabaki pale pale. Ardhi itabaki kuwa na thamani. Lakini ile thamani inakuwaje msaada kwako mwenye nayo? Ni pale ambapo unajua jinsi ya kuifanya iwe ya maana. Unaifanyaje kuwa ya maana? Ni pale ambapo unakuwa umepractice. Tunasema unapokuwa na maarifa ya kutumia eneo dogo kwanza, ukajua jinsi unajua siku zote eneo dogo tunaita ni sample. Eneo dogo tunaita ni kama case study. Unaanzishia safari yako pale. Unatengeneza projection zote ndani ya eneo dogo. Moja kati ya vision ambayo sisi tuko nayo kwenye issue ya kilimo na mifugo ni kuja kuwa na exhibition kubwa sana. Kubwa mno.
Lakini hatuwezi sasa hivi kuanza kulopoka kuhusu exhibition ambayo tuna mpango kuja kufanya wakati bado haijakamilika katika mikakati. Haina maana. Kila jambo lina wakati wake. Asa sehemu ndogo tunatumia kama case study, tunatumia kama sehemu ya kucholea ili uweze kufika kule unakotaka kufika. Hicho ndio kitu cha msingi. Kwa kuacha kilimo cha matumaini, kilimo cha kubahatisha, kilimo ambacho my friend mentangu mimi wa kiroho, of course alikuwa ni mentangu wa confidence, alikuwa anatufundisha hivi, akitaka kututia hasira zaidi. Nitumie hilo neno ndio at least lisikuumize sana, kwa sababu linaumizaga. Alisema kitu ambacho Mungu anatoa kwa wote, hicho kinaitwa chakula cha msaada. Kitu ambacho Mungu anatoa kwa wote, yani anawapatia wenye dhambi, wenye haki, maskini, matajiri, kinaitwa chakula cha msaada. Alikuwa anasema kwamba unafanya kilimo, unasubiria mvua alikuwa ndambali sana anambia, sasa kama unasubiria mvua ndio ulime, sasa wewe una tofauti gani na mtu mwingine? Haya, kikia kwa anatotia sema, anakuambia maskini wanalala 1:30, ikifika 4 wanakoroma, na wewe unalala 1:30. Sasa kitu ambacho kimepelekea kama maskini ni zile tabia zake za kila siku, ni jinsi ambavyo anaenda, na wewe unataka uwe mtu wa tofauti, unafuata njia zile zile. Hamna kitu. Akwambia fanya kitu ambacho ni tofauti na yule ambaye wewe hutaki matokeo yawe sawa. Maana yake nini? Sisi lazima tuwaze tofauti. Kama mtu anaweza akatumia eka 10 akapata gunia 3, wewe unawezaje kutumia eneo dogo lile la nyumbani ukaweza kumfikia mtu ambaye angetumia eka 1? Inawezekanaje? Lazima tuache kilimo cha kubahatisha, tuache ufugaji wa kubahatisha, tuanze kufanya ufugaji, kilimo chenye mikakati. Mimi na wewe tuingie sasa hivi, tutafute tunafanyaje, tunatokaje. Ili tuweze kufanikiwa katika hii, lazima tuwe tunafanya kilimo cha mfumo. Kwa hiyo sasa, bahati nzuri ni kwamba tayari sisi wenzio tumeanza, tumeonyesha nia, na tunamshukuru Mungu ameendelea kutupatia mawazo na ya namna ya kusongesha maono yaweze kutimia. Kwa maono hayatimii kwa story, maono yanatimia kwa mikakati, maono yanatimia kwa mifumo. Leo nataka nishare na wewe, sio kumotivate. Sisi tunaamini kitu kimoja, maono hayafanikiwi kwa story, maono hayafanikiwi kwa maneno ya kutiana moyo, maneno matamu matamu. Maono hayafanikiwi kwa seminar ya siku moja. Imagine leo ni siku ya ngapi leo? Ni ya 8 ya 9? Shasahau mimi. Wewe niangalie. Shasahau. Siku ya 8. Okay. Maono leo ni siku ya 8 tunazungumza. Masaa 3 kwa siku, masaa 4 kwa siku. Leo siku ya 8 tunazungumza. Ina maana kama ni masaa 3 kwa siku 8 ni masaa 24. Masaa 24. Nakumbuka hapa nikawa nafanya presentation. Ina maana kama tumekaa chini tunafundishana, kipindi ambacho hapa nakufundisha kwa lisali moja, lakini tutazungumzia masaa 3. Kuna vitu vya kujifunza, kuna mambo ya kudiscuss. Kama kweli tunataka tuwe machampion, kama kweli tunataka kuwa wakulima ambao tunataka vitu viweze kutokea, kuna vitu vya kukaa chini na kudiscuss. Sio seminar siku moja, sio motivation, hapana, sio maneno matumaini, ni reality, maisha, kwamba sasa tunaendaje, tunafanyaje ili vitu viweze kutokea. Lazima tuwe serious. Ndio maana sisi
tunaamini kwamba lazima tukae chini tuweze kujifunza. Okay, sasa katika somo hili nitastiki na kukuonesha kwamba ni jinsi gani mfumo wa profitable farm ambao unahusisha kuku uchumi, unahusisha mambo ya bustani ndani yake, unawezaje kutusaidia tukatimiza maono. Hicho ndio kitu cha msingi ambacho nakizungumzia katika somo hili. Tunapozungumzia mfumo, kwa nini tunazungumzia mfumo? Mafanikio sio bahati, mafanikio sio bidii peke yake. Mtu akishindwa kwenye kilimo, mara nyingi sio kwa sababu hakufanya kazi kwa bidii, sio kwa sababu hakufanya kazi kwa bidii, sio kwa sababu alikuwa mvivu. Sababu kubwa, alifanya kazi bila mfumo. Alifanya kazi bila mfumo. Tunapozungumzia mfumo, tunamaanisha nini? Mfumo wetu unasimama juu ya nguzo 4. Kuna nguzo 4 ambazo nitakuonesha, tukisimama na hizi nguzo lazima tutafanya vizuri. Ukikosa nguzo moja, mradi unayumba. Ukikosa nguzo 2, mradi unaanguka. Ukikosa zote, utasema kilimo hakilipi. Utaungana na wenzako mtaani kwa kusema kwamba kilimo ni kupoteza muda, kilimo ni mateso. Nimeshasema kwenye somo lililopita kwamba ukishaanza kufikiri unateseka, anza kujiuliza mara 2, umechochora kwenye hicho ambacho unafanya. Sio kitu sahihi kwa upande wako. Nguzo ya kwanza, ratiba. Siku zote huwezi kufanikiwa kama hauna discipline. Na discipline inajengwa na kitu kinaitwa routine. Kinaitwa ratiba, daily routine. Kwa sababu discipline ni kutekeleza mambo unayotakiwa yafanye, iwe unajisikia iwe ujisikii. Hakuna namna utapata matokeo bila kuyasababisha yale matokeo. Kwa nguzo ya kwanza tunaita ratiba, ambayo nguzo hii inajenga discipline. Maana yake nini? Wakulima wengi wanapanda leo, wanakumbuka kesho kutwa, wanachelewa kesho kutwa, wanakatishwa tamaa wiki ya 3. Kwa nini? Hana consistency, hana muendelezo. Amefanya leo, kesho ameacha, kesho kutwa, kesho, baada ya muda anakata tamaa. Ukiotesha labda kwa mfano spinach leo, sio kwamba umeshamaliza. Inabidi uanze kuibembeleza kwanza siku 3 mpaka wiki. Uweke mulch, uweke manyasi, jua limekuwa kali, uzuie jua. Unajua kilimo, okay, wewe ni mtu mzima, umeshapata mtoto. Mtoto akishazaliwa anahitaji careness ya hali ya juu sana. Ndivyo jinsi kilimo kilivyo. Umeotesha miche yako ya nyanya, spinach, sukuma wiki, lazima uibembeleze. Lazima siku ya kwanza, ya pili, ya 3 uibembeleze. Uibembeleze na nini? Na jua, na upepo, na baridi, na nini, lazima ufanye. Umeingiza vifaranga kwa mara ya kwanza, lazima ulale bandani. Utahamisha kitanda. Kama ukiona kuhamisha kitanda ni ngumu, mimi nakumbuka wanafunzi wetu wa kuku uchumi. Nilikuwa naambia kwamba ukishaingiza vifaranga lazima uhamishie godoro kwenye banda. Sasa kama banda lako liko mbali, yatakukuta, kwa sababu unakuta kusema utaamka kila wakati usiku uamke inakuwa ngumu. Sasa kitu kinafanyika, nikaja nikawapa idea moja na wakaifanyia kazi. Nikamwambia, mbona vifaranga vinaweza vikalelewa kwenye bedroom? Mbona vifaranga vinaweza vikalelewa sebuleni? Wanafunzi kanaweka sebuleni kwa sababu anajua akishatoka tu chumbani anavikuta. Lazima utahitaji kuwa makini sana. Discipline, kufanya unachotakiwa kufanya hata kama ujisikii. Unataka mafanikio, lazima una discipline. Huna discipline, hatukuweki kwenye rekodi ya mafanikio, au utapata. So, tunafanyaje kusimplify upate discipline? Lazima kuwe kuna ratiba. Hiyo ni nguzo ya kwanza. Manake nini? Hakuna ratiba, hakuna matokeo. Mfano wa mtu ana bustani nyumbani, bustani ya mboga, kuna spinach, kuna mchicha, kuna hoho. Anatakiwa mwagilie kila siku kwa ratiba maalum. Mbolea siku ya 7, siku ya 14, siku ya 21. Kuvuna wiki ya 4 hadi wiki ya 6. Hiyo ni ratiba inaeleweka. Kwa unatakiwa ujue ratiba ya kitu ambacho unataka kufanya. Asa mkulima asiye na ratiba, nini kinatokea? Kwa nini tunaita ni nguzo ya kwanza? Angalia mkulima asiye na ratiba. Ni hivi, mkulima asiye na ratiba anasahau mbolea, anachelewa kuvuna, anapata hasara sokoni. Na kwenye kuku ni hivyo hivyo.
Simple and clear. Hana ratiba, hana discipline. Mfumo manake nini? Mfumo unakusaidiaje? Mfumo wa profitable farm unakusaidiaje wewe kuyafanya maono yawe halisia? Simple and clear. Unakupa ratiba ya wiki kwa wiki. Unakuambia nini ufanye leo, sio kufikiri tu. Nini ufanye leo. Unapunguza makosa ya kusahau. Unapunguza makosa ya kusahau. Manake nini? Nguzo hii inatusisitiza kwamba kilimo bila ratiba ni sawa na kuomba miujiza. Unakaa una hope kwamba jamani, Mungu nikumbuke, Mungu nikumbuke. Mungu anakumbukaje? Hawezi kukumbuka Mungu. Nguzo ya kwanza nimesema ratiba. Nguzo namba 2, support. Mfumo wa profitable farm utakusaidia kukupa support. Support manake usiwe jeshi la mtu mmoja. Usiwe jeshi la mtu mmoja. Jeshi la mtu mmoja kama litashinda vita ni vichache sana. Sio kwamba alishindi kabisa, lakini sio vita vingi. Jeshi la mtu mmoja haliwezi kushinda vita vingi hata siku moja. Wakulima wengi, cha kwanza wanakwama. Angalia kinachotokea. Cha kwanza wanakwama, wakishakwama wananyamaza. Akishanyamaza anaanza kujilaumu. Kimya hiyo. Mwisho anakata tamaa. Ndio jinsi ilivyo. Na zile siku za mwanzo kuna vitu ambavyo unabidi uweze kusaidika. Lakini sasa unakwama, unanyamaza. Unaanza kujilaumu, mwisho unakata tamaa. Kwa nini? Hawana pa kuuliza haraka. Hauna pa kuuliza haraka. Hapa Instagram hatuwezi kuulizana haraka. Utauliza swali leo, nitakujibu baada ya siku 3. Wazara sijui unapitia hali gani, kwa sababu sio sehemu rasmi ya support. Ni sehemu tu ambayo tunapitishia masomo yetu, tunakueleza kitu gani sisi tunafanya, simple. Sasa wakati unasubiria ushakwama. Haya, kwa mfano kwenye bustani, majani yamegeuka yamekuwa njano. Wadudu wameanza kushambulia. Mauzo hayatembei, mauzo yamekwama. Kwenye kuku kwa mfano, kuku wamechelewa kutaga, utauliza wapi? Kuku wanaonyesha dalili ya kuumwa, unauliza wapi kwa haraka haraka? Kuku wanadonoana, unauliza wapi kwa haraka haraka? Maanake ni kwamba mkulima asiye na support, unachoweza kukifanya utaenda Google. Sasa hivi kuna ChatGPT, unaenda ChatGPT, anajaribu kwa jirani haiseni yani sijui uko vipi hapa. Huko ndio sehemu unaweza kupata support. Anapoteza wiki nzima, ule ugonjwa unakuwa sugu, changamoto inakuwa sugu, mwisho wa siku anajikatia tamaa. Mfumo unafanya nini? Namba 1, kuna jukwaa la pamoja. Kuna community ya watu ambao wanafanya kitu ambacho unafanya. Na siku zote ukishakuwa kwenye community ya watu ambao wanafanya wanachofanya, cha kwanza unashusha mzigo. Kwamba safi kabisa. Kwa sababu wamekutangulia, wanafanya kitu kama cha kwako. Kuna mambo ambayo wao waliyapitia ambao ni makosa, wewe huwezi kuyapitia. Cha pili, mfumo unafanya nini? Kuna wataalamu. Kuna expert ambao wanaweza kukusupport. Lakini pia kuna majibu ya haraka kulingana na shida yako. Mwisho wa siku tunasema kwamba support ni bima ya mradi wako. Ukitaka kufanikiwa lazima uwe karibu na support. Support inaokoa mradi wako kuangamia. Hiyo ni nguzo namba 2. Tukifanyia kazi hiyo lazima tuwini. Hakuna ujanja. Nguzo namba 3 tunaita ufuatiliaji, tunaita accountability. Nguzo namba 3, ufuatiliaji, tunaita accountability. Watu wengi hawashindwi kwa kukosa maarifa. Wanashindwa kwa kukosa kusimamiwa. Moja kati ya kitu ambacho kimenicheleweshea mimi mafanikio, naweza kusema pia kinacheleweshea watu wengi, ni kukosa sapoti ya kufuatiliwa. Wenzetu ambacho wametuacha ni kitu kimoja. Wana programs za sapoti nyingi sana za kuhusu mafanikio. Sapoti
inaweza ikakupunguzia miaka 3 mpaka 10 ya kuhangaika. Kuwa na mentor, kuwa na coach, kwa sababu supporting program ni program ambazo zinahusisha coach, zinahusisha mentor. Unakuwa na mtu ambaye at least unakuwa na mtu wa kupumulia, unakuwa na mtu wako ambaye yani mnashirikishana mawazo ili uweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ambaye kwa namna moja au nyingine amesha kutangulia katika eneo ambalo unataka kufanya. Wenzetu wana hicho kitu. Haujawahi kusikia wenzetu hadi wana family doctor? Yaani familia na daktari wake. Sasa kwenye kila eneo la maisha, watu waliofanikiwa wana mtu anaitwa personal assistant. Kwa nini wafeli? Support inakusaidia nini? Support inakusaidia usikwame. Yaani jambo ambalo linatakiwa likwame, halikwami kwa sababu linapata majibu kwa haraka. Nafikiri ndio kitu ambacho kinakosekana kwenye nchi ambazo zinaendelea. Hakuna hizo program za support nyingi. Mimi na wewe tushtuke sasa hivi. Haushindi kwa sababu hauna maarifa. Bwana, wasomi wengi mtaani wapo. Wengi tu wamesomea madegree mengi tu. Mengi madegree. Lakini sasa degree yake haiendani na nini? Na matokeo. Alichokosa kinaitwa accountability. Alichokosa ni uwajibikaji. Mwanadamu siku zote asiposimamiwa hafanyi. Haufanyi kwa sababu unajua, unafanya kwa sababu hamna, haufanyi kwa sababu hauna pressure. Mimi nakumbuka mentor wangu siku moja wewe kuniambia, akasema, sikiliza, umenilipa pesa sio nikuchekee. Umenilipa pesa nikusaidie upate matokeo, sawa? Wewe ni mtu mzima. Elewa hicho kwanza. Cha kwanza kabisa elewa hicho. Unaponidanganya, hakuna chochote ambacho mimi napata hasara. Isipokuwa wewe ndio unapata hasara. Alafu sasa sikiliza Ahazi. Kwa nini upate hasara na wewe ni mtu mzima? Sikiliza. Kafanye nilichokuambia ufanye. Njoo nipe majibu. Hujapata matokeo au umepata matokeo. Sio uniambie hujafanya. Okay. Kama kulikuwa kuna sababu ya kutokufanya, kwa nini hiyo sababu usigeuze wewe sababu ya kufanya? Coaching, support inakupa kitu kinaitwa possibility mentality. Akili ya mwanadamu ina akili moja. Ukiambia naweza kufanya na kuletea majibu ya kufanya. Ukiambia siwezi nasema ndio uwezi. Simple and clear. Mfano wa wakulima wawili. Angalia kinachotokea. Wote walifundishwa. Wote walipanda siku moja au waliingia kwenye mradi wa kuku siku moja. Tofauti yao ni nini? Mmoja anaulizwa umefikia wapi? Mwingine yupo kimya. Baada ya miezi miwili, mmoja anauza, mwingine anasema nilikwama kidogo. Ulikwama kidogo ndio, hela ziko wapi? Ukikwama kidogo utapata. Mentor wako anasema kwamba hata kama utaniletea kisingizio umepaka rangi na perfume kiasi gani, swala ni kwamba haujafanya. Hakita kulipia bills, hakitabadilisha maisha yako yoyote. Kwa nini hata usiniambie sababu yoyote ya kutokufanya? Kwa sababu haiwezi kunisaidia na haiwezi kusaidia chochote. Inakufanya unakuwa accountable. Sasa wewe ndio kusema jeshi la mtu mmoja. Utakukuta wenzako wanauza huku, wewe visingizio debe. Exclusive. Unajua mambo sio yalikuwa vipi? Unajua nini? Unajua nini? Watu wanafanya maajabu huku duniani. Watu wanasababisha vitu vinatokea. Watu wanasababisha wewe unatuletea visingizio. Wanasema kwenye maisha you either make money or make excuse. People are making money. You are making excuse. Hapana.
Mfumo unakusaidia nini sasa? Kwanza kabisa unajua ulipo. Iko hivi, kwa jinsi ulivyo hapo ulipo kuna kitu cha kufanya. Yaani jinsi ulivyo kuna kitu cha kufanya. Manake visingizio vingine ambavyo vinaua ndoto za watu wengi, maono ya watu wengi, ni kusema wacha nijipange. Ujipange nini? Yaani ujipange kwa kitu gani cha maana? Aliyekwambia nani kuna mtu anakuaga tayari? Hata tukikupa ujipange mwaka mzima, hakuna siku utahisi umeshakuwa tayari. Sio jifunze kwenye harusi, kwenye sherehe. Mtu anajipanga mwaka mzima, lakini bado kuna watu wamesahau kualika. Kuna kitu siku ya harusi ndio unagundua, kumbe hakunaga kitu kinaitwa kukamilika kwenye kujipanga. Hakuna. Okay, mfumo unakusaidia kujua ulipo. Mfumo unakusaidia unajua hatua inayofuata mara baada ya pale ulipo. Mfumo unakusaidia unakusukuma mbele bila kujisikia. Rafiki yangu, success ni uncomfortable. Kuna saa unaamka hujisikii. Kwa mfano, mimi ni mwanadamu, mimi sio chuma rafiki yangu. Nafundisha leo ni siku ya 8, masaa 3, masaa 4. Kuna saa unaamka asubuhi, unasema leo usifundishe. Yaani unaamka, kwa mfano kama jana nimechoka sana. Nikaamka, yaani imefika kwenye saa 8 hivi nikasema kesho sifundishe. Kuna sababu ya kufundisha? Hayo ndio fundisha yanatosha. Nilivyoamka asubuhi nikasema kwanza kwa nini nafanya? Nikasema hapana. Lazima nifanye. Kuna kitu kinaitwa lazima ujiforce. Hasa kwenye kujiforce, kuna unaweza kujiforce na kuna ambayo huwezi. Ukiwa na supporting program inakuforce kuleta matokeo. Yaani automatically tunajikuta mimi ni mtu mzima bwana, nishalipia program. Sasa kwa nini sichukui hatua? Hebu acha nichukue hatua. Very simple. Kitendo cha kusema tu kwa nini sichukui hatua, wacha nichukue hatua, nataka nikwambie unapunguza muda ambao ungeteseka, ambao usingepata matokeo. Jambo la msingi, ufuatiliaji huua uzembe kabla haujaua mradi. Naomba nirudie point. Ufuatiliaji huua uzembe kabla haujaua mradi. Kinachoua mradi, kinachoua vision, kinachoua dreams ni uzembe, uvivu, ujinga, ubinafsi. Hivyo vitu vinaua maono, vinaua ndoto, vinachelewesha ndoto, vinachelewesha maono. Mtu alitakiwa, unajua, sikiliza, jinsi unavyoshtuka mapema ndivyo jinsi unavyojipa nafasi ya kufanya vizuri zaidi. Unajua leo unashtuka una miaka 75. Nataka nikwambie, ulikuwa na nafasi ya vitu ambavyo unafanya miaka 75 ungefanya ukiwa na miaka 25. Shida ni nini? Hakukuwa kuna mazingira ambayo ya kufanya ushtuke mapema. Bwana wenzetu ambao wametutangulia. Haya. Bill Gates ameanza akiwa na miaka 12. Kasajili kampuni na miaka 17, 18. Mark Zuckerberg ambao ndio tunatumia leo mitandao yake Facebook, Instagram, WhatsApp, amesajili kampuni na miaka 19. Au kina Elon Musk ambao leo anakimbiza dunia, wameanza mapema kabisa. Mastaa wengi walianza mapema. Walianza mapema kivipi? Walianza mapema kwa sababu kulikuwa kuna mazingira ya kuwalazimisha wajitambue mapema. Jinsi unavyojitambua mapema ndio una nafasi ya kufanya vizuri zaidi. Swali linakuja, mimi nimejitambua mapema lini? Leo ndio kujitambua mapema. Uenda miaka kuna statement moja ya Kichina wanaitumia, wanasema muda mzuri wa kupanda mti kwa ajili ya miaka 20, yani kwa ajili ya leo, ilikuwa ni miaka 20 iliyopita. Lakini muda mzuri zaidi wa kupanda mti kwa ajili ya miaka 20 ijayo ni leo. Endelea kusema utafanya kesho. Uko nje ya wakati, umeshachelewa na bado unasema utafanya kesho. Jambo la msingi ni kwamba ufuatiliaji huua uzembe kabla haujaua mradi. Hiyo ndio pointi ya msingi. Nguzo ya 4
Nguzo ya 4 inasema jamii au naita mazingira ya ushindi. Jamii au naita mazingira ya ushindi. Siku zote mazingira yanakupa ushindi au yanakufanya ushindwe kwa 80% kutokana na nguvu ya mazingira. Tunaposema mazingira au jamii, maana yake ni watu wako wa karibu. Uko na nani muda wote? Wanasema hivi, ukitaka kutabiri future ya mtu, angalia vitu viwili. Cha pili, vitabu anavyosoma. Cha kwanza ni vitabu anavyosoma. Cha pili ni company anayotembea nayo. Kwenye company hapo wanasema angalia watu wako 5 wa mwanzo. Sasa hivi unataka kuingia kwenye majira mapya. Cha kwanza kabisa, kaangalie company uliokuwa unatembea nayo kwa majira yaliyopita. Kama ni mwaka uliopita, ni miezi iliyopita. Sasa kaangalia ile company uliokuwa unatembea nayo. Sasa wale watu 5 wale, ukiangalia uchumi wao, ukiangalia wanachoongea, ukiangalia mawazo yao, yale mawazo ndio wewe. Yaani kwa kujipesi ni hivi, ukitembea na wezi 5, usiseme wezi wako 5, sema tuko 6. Kama hujaanza kuwa mwizi, ni issue ya muda tu, lakini utafuata kuwa mwizi. Ukitembea na matajiri 5, yani wao wamekuzidi uchumi, wamekuzidi ufahamu. Wakikuuliza matajiri wako wangapi, sema tuko 6. Ni issue ya muda tu, muda sio mrefu, na wewe unageuka, unakuwa unaongea kama wao, unafikiri kama wao, unaokoa muda kama wao, unakuwa spidi kama wao. Itakuchukua kwa muda mfupi tu hapo kuadapt yale mazingira, lakini baada ya muda unakuwa kama wao. Asa wewe endelea kuendekeza majitu ambayo yanawaza negative, hawana chamana, hawana mipango, hawana ratiba, na endelea kujitia moyo nao kusema kwamba unajua mimi ni mjanja zaidi. Negative ina power mara 1000 kuliko positive. Kana hao watu wanakupoteza muda sio mrefu. Ulikuwa una tabia mbovu za kutumia pesa vibaya, utaanza. Ulikuwa sio mtu wa kulopolopo, kuongeongea hovyo, utaanza. Ulikuwa sio mtu wa madeni yasiyo na kichwa wala miguu, utaanza. Cha kwanza kabisa, badili mazingira. Ndio maana tofauti kati ya maskini na matajiri kwenye mazingira ya kuishi. Matajiri, angalia kinachotokea. Kwanza matajiri wanasemea wewe kuishi, alafu cha pili wanaweka fence. Maskini huyu anapika kwenye baraza na mwingine kule na mwingine kule, wanashare umaskini. Chumvi basi, kiberiti hapa, anachemsha chai, anapita anatembea, anaenda kuomba sukari kwa jirani, mwingine anaenda kuchukua stress ya mkate. Mkulima akiwa peke yake au akiwa kwenye na marafiki wanaokata tamaa, anachoka. Mfano, ukiwa kwenye jamii, unaona watu wanauza, unaona wengine wanavuna, unaona wengine wanapata pesa. Ndugu yangu nakumbuka kitu ambacho kilibadilisha maisha yangu. Nilikuwa kwenye community fulani miaka miwili iliyopita. Ilikuwa community ya biashara. Hasa kuna jamaa mmoja alikuwa anafanya kazi yani alikuwa unashangaa, yani kuna zile tunaita report za biashara. Unashangaa kwa siku jamaa ameshare ameuza 500,000. Ameshare ameuza milioni. Sasa hizi hela ni za kuchola au ni hela halisi? Jamaa kwenye ile community akawa mtu wa kwanza kuingia kwenye kitu kinaitwa 8 figure club. 8 figure club. Yaani watu wanaotengeneza pesa nyingi.
8 figure maana ni mtu anayepata pesa ambayo inaanzia digiti 8. Sasa ni shilingi ngapi hiyo? Hebu comment hapo chini shilingi ngapi kama kweli mnanielewa ninachokiongea. Okay, mcomment, mkicomment ndio nitawaambia nitaka kuambia. Msipo comment naahirisha kwa sababu akikuweka kwenye mpango. Kwa niendelee na kile ambacho nimekiandaa, lakini hiyo mkicomment nitawapa kama extra. Okay, point ya msingi ni kwamba ukiwa kwenye jamii unaona watu wanauza, unaona wengine wakivuna, unaona wengine wakipata pesa. Hii inakwambia hivi, inawezekana na mimi naweza. Inakwambia inawezekana na mimi ninaweza. Mfumo unakusaidiaje kuchochea nguzo ya 4 ya jamii? Ni hivi, unakuweka kwenye watu wanaotekeleza. Umezidisha bwana, hiyo sio 8 figure. Hiyo ni 9 figure, sio 8 figure hiyo. Umezidisha ulio post hiyo pesa. Mfumo unakuweka kwenye watu wanaotekeleza. Mfumo unakuondoa kwenye mazingira ya kulalamika. Lakini pia mfumo unakuongezea kasi. Unasema, wenzangu wanapambana hivi. Yaani mimi nimelala, aise wacha niamke. That's the system. Sasa basi, tunasema hivi, jamii sahihi ni sawasawa na kasi mara 2. Jamii sahihi sawasawa na kasi mara 2. Okay. Jambo la msingi ni moja. Nafikiri umenielewa kitu gani ambacho nazungumzia. Kumbuka somo ambalo tunaliangalia hapa ni je, tunaweza kutimiza maono? Hayo yote ambayo kila siku mimi nasema kwamba tutakuwa na hiki, tutakuwa na miradi, inawezekana? Sasa hapa tutakuonesha maono haya yanatimiaje kupitia mfumo wa profitable garden au profitable farm. Sasa wacha tuangalie jinsi nguzo hizo 4 zinavyofanya kazi pamoja. Hizi nguzo 4 zinafanyaje kazi pamoja? Ni hivi, nguzo ya ratiba inakuonesha nini ufanye. Nguzo ya ratiba inakuonesha nini ufanye. Nguzo ya sapoti inakuokoa usikwame. Nguzo ya sapoti inakuokoa ukikwama na usikwame. Nguzo ya ufuatiliaji inakufanya utekeleze. Nguzo ya ufuatiliaji inakufanya utekeleze. Na nguzo ya jamii inakupa nguvu ya kuendelea. Sasa rafiki yangu, cha kwanza umeonyesha cha kufanya. Cha pili inakuokoa usikwame. Cha tatu inakufanya utekeleze. Cha 4 inakufanya uendelee. Kwa nini usifanikiwe? Kwa nini usifanikiwe? Hata kama kuna mkono wa mtu hauwezi kukusaidia kukufanya usifanikiwe. Hii ndio tofauti kati ya mkulima na mjasiriamali wa kilimo. Wengi ni wakulima, wengi sio wajasiriamali wa kilimo. Wengi ni wakulima, wengi sio wajasiriamali wa kilimo. Wewe unataka kuwa mkulima, unataka kuwa mjasiriamali wa kilimo? Nafikiri unahitaji kuwa mjasiriamali wa kilimo. Haya, sasa twende kwenye hatua nyingine ambayo tunasema mkakati wa mfumo wa profitable garden wa kilimo kisichokufa. Sisi tuna mkakati ambao tunaita mkakati wa profitable garden wa kilimo kisichokufa. Unaitwa the profitable learning loop, au tunapenda kutumia inaitwa mfumo wa 5 times au inaitwa 5x. Huu mfumo utakusaidiaje? Ni mfumo ambao una vitu vikubwa 5. Iko hivi: unajifunza, tekeleza, uliza, rekebisha, lipa. Naomba nirudie. Nitaelezea kipengele kimoja baada ya kingine, lakini nataka upate picha nataka kuzungumzia kitu gani. Yaani kwamba hivi, wewe leo unapita kwenye step zipi?
ambazo zitapelekea upate matokeo. Cha kwanza, unajifunza. Cha pili, unatekeleza. Cha tatu, unauliza. Cha nne, unarekebisha. Cha tano, unajilipa. Tuangalie pointi moja baada ya nyingine. Namba moja, jifunze. Jifunze maanake unahitaji maarifa sahihi kabla ya kuwa na jembe, kabla ya kuwa na banda. Unahitaji kuwa na maarifa sahihi kabla ya jembe, kabla ya banda. Unajua mimi nikiwa na banda nimemaliza kila kitu. Pana. Unahitaji kuwa na maarifa sahihi. Wakulima wengi wanapanda kabla ya kuelewa, wanataka banda kabla ya kuelewa, kisha wanajifunza baada ya kuharibu. Ameshaharibu ndio anajifunza. Sasa gharama ni kubwa zaidi. Hebu imagine umejenga banda la milioni 2. Ukishakutana na mimi nikakufundisha, unatakiwa ukalibomoe. Vipi hapo? Wengi tutasikia, ngoja mimi nipambane, mwalimu, nikipata pesa nikajenga banda nitakutafuta. Mimi naambiaga safi kabisa, uko sahihi, usijali. Wewe kajenge banda unitafute. Ukishanitafuta nitakufundisha jinsi banda linavyotakiwa kuwa, tutabomoa, tutaanza upya. Ndio maana yake nini sasa? Nikamwambia si ndio ulivyotaka? Haya, hiyo ni gharama kubwa sana. Kwa sababu gani? Unakupata hasara kubwa. Unapata hasara kubwa sana. Sasa mfumo unasemaje? Mfumo unataka hivi: jifunze nini upande, jifunze nini ufuge. Kwa mfano kwenye program ya Kuku Uchumi kuna kitu kinaitwa consultation. Tunakupa program unapitia, lakini after 1 week tunafanya consultation. Na nafikiri ndio program pekee ambayo unafanya consultation, kwa sababu zingine sifanyi. Baada ya hapo tunaongea. Baada ya kuwa wewe umesoma program yetu, unafikiri unataka kufanya nini, then na mimi nakupa input zangu. Baada ya kukusikiliza nakwambia sasa sikiliza, kulingana na situation ulionayo, hiki na hiki usifanye. Kwa sababu gani? Utastaki hapa. Sasa ni bora, ndoto yetu bado tunayo, tutafikia kule, lakini tuanze na hapa, tupite hapa. Maana yake nini? Jifunze nini upande, nini ufanye. Then jifunze lini upande, lini ufanye. Siku zote kwenye maisha kuna kitu kinaitwa time and timing. Kuna jambo zuri ni sawa kabisa, lakini sio majira yake. Lazima ujue unajifunza lini upande, lini uanze. Kitu kingine, jifunze kwa nani utauza. Mambo ya soko ambayo tumekuwa tunazungumza mara kwa mara. Siwezi nikazungumza somo lolote bila kuzungumzia hichi kitu. Kwa sababu ndio ugonjwa wa watu wamebaki kuwa wakulima lakini sio wajasiriamali wa kilimo. Mtu ni bingwa wa kulima, anazalisha product ambazo ni nzuri, maskini ya Mungu. Kuku ambaye alitakiwa auze shilingi 20,000 anauza shilingi 12,000. Kamwachia dalali 8,000 nzima. Hasara tupu, huzuni tupu. Kwa nini? Ni mtu ambaye hakuanza kujifunza, alianza kuingiza kuku. Sijui kaotea wapi milioni 2, sijui ndio ya kuvunja kibubu. Jaza kuku hapo, mwisho wa siku hewa kabisa. Mfano, badala ya leo nipande chochote, mfumo unakuonesha unajifunza. Utafanya spinach, itachukua wiki 4. Soko mama wa nyumbani. Mfumo unakuonesha utawaingiza vifaranga vitakuwa vya wiki 4. Soko kuna mfugaji anayeanza ambaye yuko tayari tumlelee vifaranga ambao vimemaliza chanjo zote. Very simple. Yaani hakuna kucomplicate. Kwa sababu marketing technique umefundisha kwamba katika mazingira ulionayo kuna watu wanatamani kufuga lakini wameshapata hasara mara nyingi. Nenda kaongee nao kwamba mimi nimeanzisha program ya kuwasaidia jinsi ya kuelewa kulea vifaranga. Watakwambia sasa tuko tayari, tunaanzaje kulea? Unaambia haina shida, mimi nawazalisha vifaranga na nawatetea. Kabla sijawaletea nitahakikisha mmekamilisha maandalizi yote ya chanjo, jinsi ya kuseti brooder na kila kitu. Umeshapata hiyo elimu. Mimi niko tayari, nataka vifaranga 200. Unalea vifaranga ambavyo tayari vina hela. Point ya kwanza kwenye 5x, jifunze. Maana yake nini? Maarifa sahihi huokoa pesa kabla ya kuanza.
Maarifa sahihi huokoa pesa kabla ya kuanza. Namba 2, tekeleza. Maarifa bila hatua ni uongo. Unajua mimi ni msomi, mimi najua vitu vingi sana, sijui nimeenda wapi, nimeenda siku Marekani. Inatusaidia nini? Ili waje. Mentangu alinifundisha kitu kimoja, alisema kwenye marketing kuna njia 3 za kuuza. Njia ya kwanza ni kujisifu. Unajua mimi naweza, sijui kilikwenda, sijui nini. Akasema hiyo wanapenda kutumia sana watu ambao wameenda shule sana. Bahati mbaya wao haifanyi vizuri sokoni. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili ni unamwambia hivi, huyu mtu wako unataka umuuzie vifaranga, unamwambia hivi, sikiliza, najua umeshafanya mradi wa vifaranga na umeshindwa. Hata nikikwambia chochote kuhusu vifaranga kwamba nakuuzia hutaelewa. Sikiliza, wacha nikuoneshe jinsi gani ulikuwa unaua vifaranga na jinsi gani ambavyo sasa hivi itapona. Yaani hata kabla hujamaliza kumuonesha nakwambia sana anzaje. Simple, ushauza. Hiyo step 2. Step 3 ndio nzuri zaidi. Naambia sikiliza, hata nikikwambia, nikikuonesha, nikikwambia mimi ni nani hutaelewa. Nikakufundisha kwamba unaweza ukafanya hutaelewa. Sikiliza, situko karibu, nitakuwa nakuonesha matokeo kila hatua, alafu utaona. Yaani hata kabla hujafika hatua inayofuata nakwambia naanzaje. Umeona ile ya kujiona, najua nimesomea wapi, haijafanya kazi kama zile 2 za mwisho. Step ya pili ni tekeleza. Maarifa bila hatua ni uongo. Watu wengi wanajua lakini hawafanyi, au wanafanya nusu. Maarifa bila utekelezaji ni zero. Mfumo unafanya nini? Unasema leo fanya hiki, sio kusubiri wiki ijayo. Nilikwambia hivi, kwenye support, kwenye mentorship, kulingana na maelezo yako kuna kitu cha kufanya leo, kwa sababu vyovyote itakavyokuwa, yani sikiliza nikwambie kitu, vyovyote utakavyojieleza kuna kitu cha kufanya. Hakuna cha kusema tusubiri kesho, kuna kitu cha kufanya. Ndio mfumo unavyotaka. Hakuna kukaa na daftari, hakuna kusubiri wiki ijayo. Hapana. Mfano, leo andaa udongo, kesho andaa miche, wiki ya pili andaa bag, wiki ya 3 tia mbolea. Simple. Umeshaambiwa kitu cha kufanya. Jambo la msingi hapa ndio wakulima wengi wanashinda. Sio wanashinda kwa sababu hawajui, wanashinda kwa sababu hawafanyi. Hiyo namba 2. Namba 3, uliza. Usife kimya. Kumbuka na kuelezea mfumo wa Time X, mfumo ambao tunaita profitable learning loop. Maana yake namba 3 tunasema usife kimya. Ukweli ni kwamba miradi mingi haifi kwa kosa kubwa, bali inakufa kwa makosa madogo yanayolimbikizwa. Elon Musk ni mtu ambaye dunia inashangaa. Juzi ilitakiwa a step down kuwa CEO wa Tesla. Wale wamiliki wa hisa wakasema no, tutakuongezea pesa, tunaomba tukuongezee pesa uendelee kuwa CEO. Wanasema ni moja kati ya mtu ambaye dunia inashindwa kumdefine, kwa sababu mtu anaongoza makampuni 6, yote anakimbiza dunia na yote ni CEO. Wakati mtu ukipewa kazi moja una sweat bara, ukishika 2 ndio kabisa, lakini jamaa anafanya vitu ambavyo dunia inashangaa. Na ndio tajiri ambaye ndani ya wiki 2 zimepita amekuwa mtu wa bilioni 600, ndani ya wiki hiyo amekuwa mtu wa bilioni 700. Ana formula moja inaitwa 5-minute loop. Hiyo ndio wanasema inamsaidia.
5 minute rule maana yake nini? 5 minute rule ni kwamba kila ndani ya dakika 5 anafanya evaluation, bado nipo kwenye track au niko nje ya mstari. Imagine 5 minute rule, jamaa anafanya tathmini kila ndani ya dakika 5, bado nipo kwenye track au nimehama, bado nipo kwenye track au nimehama. Hiyo ndio fomu na jamaa wanasema ndio jamaa inamsaidia. Imagine tofauti ya maskini na tajiri kwa hapa. Kuna kitu kinaitwa evaluation, kuna kitu kinaitwa tathmini. Okay, in general matajiri wao huwa wanafanya tathmini kwa dakika. Hiyo ndio kufundisha ni Elon Musk. Tuachana nayo kwanza huyo. Matajiri wanafanya tathmini kwa dakika. Maskini anafanya tathmini kwa mwaka. Maana yake nini? Anapanga malengo ya mwaka unapoanza, anakuja kuyafanyia tathmini mwaka mwingine. Tarehe moja mwaka mpya unapoanza ana malengo makubwa. Ikishafika tarehe 15 ameshayasahau. Bado nayakumbuka. Bado ni Januari. Stress za watoto na mambo mengine yameanza pale, anaanza kuyasahau taratibu. Ikifika mwezi wa 3, ukimuuliza malengo yako ni ipi, ameshasahau, ameshabadilisha kazi, anafanya kitu kingine tofauti. Ikifika mwezi wa 6 ndio hata haelewi kama alikuwa na malengo. Ikifika mwezi wa 7 anasema mwaka limeisha hivi. Mwaka ilikuwa zito bara. Lakini huu mwaka 2025 ulikuwa ugawanyiki. Mwaka 2026 nitafanya wonders. Unajua nini kimetokea? Sifa ya maskini, anapenda kujisikia vizuri kila wakati. Akishagundua alikosea, hataki kurudia hiyo kazi. Hataki kusikia, yani hataki mguse. Hataki mguse kabisa, yani anataka tulie. Ndio maana njia rahisi ya kumuuzia maskini ni kumfanya jisikie vizuri. Wanasema moja kati ya trick ambayo inafanyika kwenye kuchukua pesa za maskini kwa wafanyabiashara ni kuwauzia vitu vya bei ndogo ndogo. Angalia kwa mfano, badala anunue vocha shilingi 2000, anunue vocha 2000, ajiunge labda mwezi mzima au sijui wiki mbili au wiki. Ananunua vocha ya 300 au ya 500 kwenye M-Pesa. Anampigia simu. Kwambia yeye kazi yake ni kujisikia vizuri. Alo, vipi? Hebu niambie, mmeendeleaje na hizi sikukuu? Yaani nakwambia changare imeisha. Story imenoga alafu imeisha. Ananunua kingine. Niambie umbea. Nipe umbea. Changare imeisha. Ananunua kingine. Niambie. Anakuja kushtuka jioni, katumia 5000. Kwake hiyo haimuumi. Kinachomuuma ni kutoa 2000 kwa mkupuo. Sio 200, sio 300. Ndio maana makampuni yanajua jinsi ya kucheza na akili ya maskini. Ndio maana Wachina wanamtengenezea maskini bidhaa za namna yoyote tu, kwa sababu ndizo anazotaka yeye. Hataki kujisikia vibaya. Sembuse na malengo, kapanga malengo, changamoto zinatokea, hafanyi tathmini kwa haraka. Zinavozidi kutokea changamoto zinakuwa sugu na baadaye anaacha. Uliza, usife kimya. Ukweli ni kwamba miradi mingi haifi kwa kosa kubwa, bali kwa kosa dogo linalolimbikizwa bila kuulizwa. Mwanangu umeisha. Sasa mfumo unaruhusu nini? Mfumo unaruhusu kuuliza mapema. Uliza. Ukishakuwa kwenye community, hata kama mtaalamu au mwalimu amechelewa, utakuja kuona wana community wenzako wamekujibu, kwa sababu unachopitia wao wamepitia. Very simple. Uliza mapema, kuonyesha picha ya maendeleo yako. Share umefikia wapi, umekwama wapi. Kuku wangu wako hivi, kuku wangu wanaumwa. Unakuja kuona wenzako wamekujibu kwa sababu ya experience. Mtaalamu anapokuja anakuja kujazilizia the power of community. Lakini pia kurekebisha kabla ya kuchelewa. Unarekebisha kabla ya kuchelewa. Kwa mfano, kuku wanajikunyata,
unashare kwa haraka, unaambiwa cha kufanya, wadudu wanaonekana, mauzo hayatembei. Baada ya kukaa kimya, unauliza, unarekebishwa, unaendelea. Very simple. Namba 4, rekebisha. Namba 4, rekebisha. Kubadilika haraka ndio kuishi. Maisha ni adjustment. Maisha ni kasi, uwezo wa kujirekebisha mapema kabla vitu havijaharibika. Hayo ndio mafanikio, na hiyo ndio biashara. Biashara ukitaka kuwini, lazima uwe ni mtu wa taarifa sahihi za wakati sahihi, yaani uwezo wa kuadjust kwa haraka. Kwa mfano, ukiangalia sasa hivi AI ni teknolojia ambayo inakuja kwa kasi sasa hivi. AI sio trend. Mimi kwa mfano nina program ambayo nina mentor wawili wa AI, lakini nina mwalimu anayenifundisha AI. Sasa hivi tuko wiki ya 6. Nachukua kabisa kozi kabisa, nakaa darasani. Mpaka unajiuliza, what is this? Sasa mbona mambo yamekuwa tight kiasi hiki? Hasa kwa upande wako, vipi? Mfumo unakutaka uwe na uwezo wa kurekebisha kwa haraka. Tofauti na hapo, unaachwa. Leo unahangaika na kuku wa kienyeji kwenye eneo dogo. Kweli? Ili upate nini? Ili upate nini kwenye eneo dogo? Leo kuna issue ya mashine za kutotolesha, big business. Leo kuna issue ya kuku wa chotara. Chana kabisa na hayo mambo. Kuku ambao wanaweza kukupatia utajiri, unaona kabisa. Kuku ambao wanaweza kukupatia value addition, ukajiongeza. Badala ya kuuza yai shilingi 8,000 tray, ukauza 12,000. Badala ya kuja kuuza sijui mayai shilingi 12,000, ukaamua mimi sitaki kuuza, nitauza vifaranga. Badala ya kuuza vifaranga vya day 1, ukauza vifaranga vya mwezi mzima. Simple. Mfumo unakuhitaji hivyo. Kilimo, ufugaji, biashara sio hesabu za darasani. Ni hesabu za kwenye game. Tunasema the real field. Ukiendelea kukomana hesabu zako za huko darasani, ukija huko lazima tukusahau. Lazima tukusahau. Kwa maana yake nini? Uwezo wa kufanya kwa wakati husika, uwezo wa kuadjust kwa haraka, ndicho kitu ambacho tunakitaka. Mfumo unakufundisha nini? Kurekebisha mbolea, kubadili muda wa kumwagilia, kubadili aina ya soko, yaani kuendana na kasi kulingana na mazingira. Hiyo namba 4. Namba 5, na tunamaliza. Kama kuna swali, kuna jambo lolote, uliza hapo, then mimi nitakuwa namaliza. Baada ya hivyo, hatua ya 5, lipa. Lipa maana yake nini? Ukweli usiosemwa ni kwamba kipimo cha kujifunza sio cheti. Hakuna mtu atakwambia. Kipimo cha kujifunza sio cheti. Cheti ni kipimo cha kukwepa makosa. Cheti sio kipimo cha kujifunza. Cheti ni kipimo cha kukwepa kukosea. Kwa sababu watu ambao wanahesabika hawana akili darasani ni watu wanaofanya makosa. Hasa mtaani sio hivyo. Bill Gates ana msemo wake mmoja unasema, to win big you sometimes have to take big risk. Asa take your big risk darasani uone. Upate cheti. Wale ambao wanapataga vyeti wengi, una research imefanyika, wale ambao wanasema wamepata vyeti, sio degree, sio na klasi gapi, sio nini. Baada ya mwaka wapatie ule mtihani ule uone kitakachotokea kama hizo klasi zitabaki. Nimesema ni ukweli mchungu ambao sio rahisi watu kukuambia. Cheti sio kipimo cha kujifunza. Kipimo cha kujifunza ni nini? Ni pesa na chakula kuweka mezani. Uwezo wa kufanya vitu vitokee ndio kipimo cha kujifunza. Mwisho wa siku tunachotaka ni nini? Pesa iko wapi? Mboga iko wapi? Iko wapi? Manake nini? Mfumo unalenga kukusaidia kuvuna, kula, kuuza na kurudia mzunguko.
mfumo ambao nimekuelekeza tunaita ni loop. Profitable Farm Learning Loop. Maana yake ni nini? Unarudia tena mara baada ya kulipa. Kulipa maana yake umevuna. Yaani umelipwa, umevuna, umeweka mezani, umekula, umeuza. Unaanza kurudi tena. Unarudi tena wapi? Unarudi tena kwenye step ya kwanza. Jifunze. Step ya pili, tekeleza. Step ya tatu. Step ya tatu, uliza. Step ya 4, rekebisha. Step ya 5, lipa. Unarudi tena. Kwa maana yake ni nini? Kuna kitu kinaitwa circulation of learning. Kujifunza kuna level. Kujifunza kuna level. Mtu ambaye anahangaika kupata milioni kwa mwezi, anachotakiwa kukifahamu sicho ambacho mtu ambaye anahangaika kupata 8 figure, 10 million na kuendelea kwa mwezi. Hawa ni watu wawili, learning zao ni tofauti kabisa. Sasa inakuwa hivi, jinsi unavyoendelea kupanda daraja, inabidi uje ujifunze kitu ambacho ni advanced zaidi. Ni advanced zaidi. Ili uendelee kukua zaidi, inabidi ujifunze kitu kingine zaidi. Kitu kingine zaidi. Na ndio maana anachojifunza mtu anayepata milioni 100 kwa mwezi na anayejifunza anayepata milioni 5 kwa mwezi ni vitu viwili tofauti kabisa. Na hata ukiwachanganya hata hawezi kuongea lugha moja. Hapana. Hapana. Maana nini? Kila level ya mafanikio kuna level zaidi ya kujifunza. Ndio maana kipato kinapokuwa, maarifa yanaimarika, ujasiri unaongezeka. Kipato kinakuwa, maarifa yanaimarika, ujasiri unaongezeka. Mwisho kabisa, rafiki zangu, sisi hatufundishi kilimo cha kujaribu. Tunajenga mfumo wa kukulipa. Ndio maana tunakwambia kwamba Profitable Farm sio seminar, sio course. Ni program maalum ya kumsaidia mtu ambaye ameamua kuwa serious, kuhakikisha anachukua hatua mpaka kieleweke. Hayo niliyokuelekeza ndio ambayo tunakuonesha jinsi gani maono yanaweza kuhalisia. Jinsi gani ndoto ambazo tumekuwa tunaota, maono ambayo tumekuwa tunaota yanawezaje kuwa halisia. Jambo la msingi ni moja tu. Uko serious, unataka tutembee pamoja, maelekezo yote nimekupatia. Lakini kwa sababu kila siku tunatembelea na watu tofauti tofauti, andika neno program kwenye nambari ya 0761 825 808. 0761 825 808. Tutashare na wewe mikakati na tutaona tunaanzia wapi mpaka kieleweke. Asante, tukutane katika wakati mwingine.